kabla Biblia haijaandikwa, kulikuwa na watu waliotembea na Mungu kwa undani ambao Wakristo wengi leo hawajawahi kufikia. Abrahamu hakuwa na Biblia, lakini alisikia sauti ya Mungu. Yakobo hakuwa na pasta, lakini aliona portal kati ya mbingu na dunia. Henoko hakuwa na kanisa, lakini alitembea na Mungu mpaka akatoweka. Swali ni hili: ni nini walijua kuhusu ulimwengu wa roho ambacho kizazi hiki kimepoteza? Leo tuna makanisa mengi, lakini hakuna discernment. Leo tuna information nyingi, lakini hakuna intimacy. Leo tuna theology nyingi, lakini hakuna moto wa roho. Lakini watu wa kale walikuwa na kitu tofauti. Walielewa siri ya madhabahu, nguvu ya damu, mystery ya covenant, lugha ya rohoni, jinsi ya kutembea na Mungu bila distraction ya dunia. Na katika mafunzo haya utaelewa siri kuu 5 ambazo patriarchs au wazee, mababu wa kale, walitumia kutembea katika roho. Siri ambazo zilifungua open heavens, zilileta discernment, zilitoa authority na zilifanya watu wa kawaida kubeba uwepo wa Mungu. Lakini siri ya mwisho ndiyo ambayo wengi hawajawahi kufundishwa kabisa. Katika Biblia na katika mashariki ya kale, katika mashariki ya karibu ya kale, watu walielewa kuwa ulimwengu si chanzo. Ulimwengu wa mwili si chanzo. Chanzo ni ulimwengu wa roho. Kabla vita haijaanza duniani, vilishaanza katika ulimwengu wa roho. Kabla mtu hajainuliwa, amekubaliwa rohoni. Kabla taifa halijaanguka, huwa limeanguka rohoni. Ndiyo maana watu wa kale walijenga madhabahu, walitoa sadaka, walifanya covenant, maagano, waliheshimu damu, walitafuta encounters na ulimwengu wa roho. Kila kinachoonekana kina mizizi isiyoonekana, na maandiko yanatuonyesha. Lakini mababu wa kale wa Biblia walikuwa tofauti. Hawakuwa watu wa dini, walikuwa watu waliobeba maagano, covenant carriers. Walielewa kuwa nguvu ya kweli haitoki kwa miungu mingi, inatoka kwa Mungu mmoja aliye hai. Siri ya kwanza: madhabahu ni gateway ya ulimwengu wa roho. Andika hii: katika Agano la Kale, madhabahu haikuwa decoration, ilikuwa portal, meeting point, legal ground, place of exchange. Ndiyo maana Abraham kila alipofika alijenga madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu altar au madhabahu establish spiritual authority ndani ya territory. Madhabahu ndiyo inayoamua ni roho gani itakayotawala katika eneo fulani. Ndiposa kila unapoenda katika eneo fulani na utazame katika ulimwengu wa roho, utaweza kuona wakaazi ama mambo ya area hiyo, maeneo hayo yanafuata mfumo fulani. Hiyo inakuonyesha roho gani ambayo inatawala katika maeneo hayo.
Ikiwa ni roho ya Mungu, utaona uungu sana. Ikiwa ni roho ya ushirikina, utaona katika taratibu za watu za kila siku. Ikiwa ni roho ya umaskini, utaona pia kuna mambo fulani utaona, utajua hapa kuna roho fulani imeteka nyara eneo hili. Katika ulimwengu wa roho, madhabahu huamua nani ana access katika eneo fulani. Ndiyo maana hata leo kila muumini lazima awe na madhabahu ya maombi. Inaitwa madhabahu binafsi. Lazima ujifunze kutenga sehemu katika chumba chako, aidha ni sehemu ya kona ambayo kila siku utajikabidhi na kujicommit kukutana na Mungu katika sehemu hiyo, kwa sababu hakuna moto bila madhabahu. Katika Agano la Kale, Mungu aliwaamuru wana wa Israeli na makuhani ya kwamba moto wa madhabahu usizime, maana hapo ndipo wanapopata kibali kutoka kwa Mungu. Sasa siri ya pili, hii ni siri ya damu, lugha ya agano ama covenant. Katika ancient world, dunia ya kale, damu iliwakilisha maisha. Lakini katika ulimwengu wa roho, damu ilikuwa legal witness. Ndiyo maana damu ya Abeli ililia, damu ya Pasaka ilizuia mauti ya Yesu. Ya Yesu ilifungua covenant mpya. Sasa damu ina uwezo wa kuzuia destruction. Katika Agano la Kale, malaika wa mauti hakuwa anatazama majina ya wana wa Israeli, hakuwa anatazama maneno yao. No, alikuwa anatazama damu. Damu ndiyo iliyowakomboa kutoka mauti. Hakuwa anatazama mimi nimeokoka, maneno yako sio kitu. Malaika huyu alikuwa anatazama alama ya damu. Akiona damu alikuwa anavuka. That's why inaitwa Passover. Hii ndio mystery ambayo shetani anaogopa, kwa sababu damu ya Yesu haizungumzi hukumu, inazungumza rehema. Katika Agano Jipya, ushindi wa muumini hauko kwenye nguvu zake pekee, uko katika agano ya damu. Siri ya tatu, wilderness ni mahali pa kusikia sauti ya Mungu. Mungu huunda manabii jangwani. Kwa nini? Kwa sababu jangwani ama wilderness huua distraction. Jangwani huvunja sensitivity, huondoa noise ya dunia. Jangwani huunda sensitivity na huondoa kelele za dunia. Musa alipata sheria jangwani. Eliya alipata whisper jangwani. Yohana Mbatizaji aliandaliwa jangwani. Yesu alianza na wilderness kabla ya huduma. Hii ndio siri Mungu hutenganisha kabla hajainua. Mahali pa kujuana na Mungu, it's in the wilderness. So usiogope jangwani, usiogope upweke, maana hiyo ndio sehemu Mungu anakuandaa. Usiogope wakati watu fulani wanaondolewa katika maisha yako, maana Mungu pekee ndio anayetaka kubaki katika katikati ya maisha yako. Siri ya 4 ambayo ni open heavens hutoka kwenye intimacy, ushirika. Yakobo alipolala Betheli, akaona ladder kati ya mbingu na dunia. Hakukuwa na worship team, hakukuwa na kanisa hapo karibu, lakini kulikuwa na open heavens. Hii inaonyesha presence ya Mungu haihitaji mfumo wa kidini pekee. Si lazima uwe katika kanisa hekalu ili uweze kuexperience presence ya Mungu. Mtu yoyote anayetembea kiroho anaweza experience presence ya Mungu wakati wowote, muda wowote, wakati ako tayari.
presence ya Mungu haihitaji mfumo wa kidini pekee, inahitaji sensitivity to the spirit. Kuna watu leo wako karibu na visitation, wako karibu na spiritual sensitive areas, lakini hawaoni kwa sababu roho zao zimejaa noise, kelele za dunia. Siri ya 5. Agano Jipya, Roho Mtakatifu ndiye mystery kubwa zaidi. Katika Agano la Kale, presence ya Mungu ilikaa kwenye hema, sanduku la agano na dhabahu. Lakini kupitia Yesu, Mungu alifanya mystery kubwa zaidi. Aliweka roho wake ndani ya mwanadamu. Hii ndiyo maana mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kila believer wa Agano Jipya anakuwa altar, madhabahu, anakuwa temple na anakuwa carrier ya glory yake Mungu, au utukufu wake Mungu. Na hapa ndipo siri ya kufanikiwa, success ya kila muumini believer ipo. Kwa sababu maisha ya ushindi si effort pekee, ni alignment na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo danger ya kizazi hiki ipo. Watu wengi wana entertainment nyingi, information nyingi, distraction nyingi, lakini hawana intimacy. Na kila muumini asiyejua ulimwengu wa roho anaweza kuishi duniani lakini akawa spiritually asleep. Unaweza kuwa kanisani every Sunday lakini madhabahu yako imekufa. Unaweza kuwa na Biblia nyingi lakini usiwe na mafuta. Na katika siku za mwisho, deception haitashindwa kwa intelligence pekee, itashindwa kwa discernment. Lakini swali kubwa ni hili: ikiwa mababu wa Biblia wa kale waliweza kutembea na Mungu bila Biblia, sisi ambao tuna neno, tuna damu ya Yeshua, tuna Roho Mtakatifu ndani yetu, tunatakiwa kuwa katikati dimension gani ya roho? Tunatakiwa kuwa katika dimension gani ya roho? Na je, madhabahu yako bado ina moto? Hilo ni swali. Kama mafunzo haya yamekubariki, andika madhabahu yangu haitazimika. Na kama ujumbe huu na share ujumbe huu kwa mtu ambaye anahitaji kuamshwa spiritually. Sasa Mungu akubariki, na ningependa kumpatia mtu yote nafasi ambaye hajawahi mpokea Bwana Yesu. Sasa sema nyuma yangu, rudia, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nisamee leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu, kuanzia leo na hata milele. Sema amen. Sasa tuonane tena wiki ijayo. Mungu akubariki and shalom.